Naam, habari za saizi ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Niko na ndugu yangu hapa Joseph Yona wa Chalinze. Tukiwa tumetia nia mwezi mmoja ama siku kadhaa zilizopita nyuma, mwezi huu siku kadhaa zilizopita nyuma, tulisema tutafanya ziara ya kuweza kutoa elimu ama kuzunguka mikoani, mikoa 15 kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana. Na tulitangaza kwamba tutazunguka na vyombo vya habari. Bahati nzuri tulichokifanya, tuko ndani ya ziara, tuko mkoa wa Mara na zoezi tayari tumeshalianza. Hivi leo tutarudi nyuma, tunaelekea Rukwa. Tukitoka hapa tunaelekea Rukwa. Lengo letu kubwa ni kuweza kuwaelimisha Watanzania umuhimu wa amani ndani ya taifa letu. Hilo ndio lengo letu sisi kubwa. Kuelimisha Watanzania, vijana wenzetu ambao kwamba wakipatwa wao, likiwakuta tatizo wao, hata sisi pia linatugusa. Maana kuna baadhi ya watu wanatumia nguvu za vijana hawa kuzitumia vibaya. Nishoto kwamba kuna baadhi ya watu wanazitumia vibaya nguvu za vijana hawa, na sisi tukaona hii ni fursa ya kuzunguka katika mikoa. Tulitoa harambee ya kuweza kuomba michango, lakini niseme tu ni bahati mbaya. Inawezekana kwa sababu ni Januari, hatukuiona michango ya asilimia hiyo ambayo tulitarajia tuipate, lakini kwa kuwa tulishatoa ahadi, tukaona lazima tutekeleze kwa njia ya aina yoyote, kuona ni namna gani tunaweza kuwafikia Watanzania wale tutakaofanikiwa. Tukiwafikia 2000, tukiwafikia 3000, tukiwafikia watu wangapi, itakuwa ni jambo jema zaidi. Lakini tunashukuru, huu ni mkoa wa pili tumekuja. Tulianzia mkoa wa Mtwara. Maka hatukai sehemu moja, tulianzia Mtwara, lakini leo tumekuja kufanyia press kwa sababu tuliahidi tarehe 27 tutarudi tena kwenye press. Ndio maana leo tumeita vyombo vya habari katika mkoa huu tuliokuepo, na baadhi ya vichache ambao tulivyotoka navyo ni kwamba kuwashukuru kwanza Watanzania, licha kwamba hatujachangiwa vile ambavyo tulikuwa tumetarajia. Asilimia kubwa tumetoa pesa zetu sisi wenyewe mfukoni, lakini lengo letu kubwa sisi kama Watanzania, kama vijana wa Kitanzania, ni kuiona nchi yetu ikiwa imesimama kwenye amani. Kwa kuwa serikali yetu imekuwa imekuwa ikisisitiza swala la amani, na sisi tumeona ni jambo jema na sisi tupambane kuhakikisha hii amani inaendelea kubaki na inaendelea kuwepo. Kwa hiyo ninawashukuru sana, na kwa mkoa huu Mara. Mkoa huu wa Mara, nizungumze tu ukweli kwamba tulitarajia ndugu zetu wa Mara, kwa sababu tumekuja huko, mwenyeji wangu ni huyu ndugu yangu Joseph Yona wa Chalinze. Huyu ndo mwenyeji wangu. Tulitarajia ya kwamba watu wengi watapaniki, lakini tunashukuru kwa vijana ambao tumeweza kukutana nao, ni watu ambao wametuonyesha ushirikiano. Maana tulikuwa tumepanga tufanye press tarehe 27, lakini tukaona tarehe 27 ni siku nzito mno. Ni siku nzito kiasi gani? Ni siku ambayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndio siku ambayo aliozaliwa. Tukaona bora tuiache siku hiyo, na siku inayofuata pia tufanyeje? Tuiache kidogo. Tufanye leo tarehe 20 ngapi? Leo tarehe 29. Ushanifahamu? Kwa hiyo tunawajulisha ndugu zetu wa Tanzania kwamba zoezi la ziara tayari limeshaanza, na hii ni mkoa wa pili, kama sio mkoa wa tatu, mkoa wa pili. Tukitoka hapa tunaenda mkoa wa Rukwa, tukitoka mkoa wa Rukwa tutarudi kwa ndugu zangu mimi wa Haya huku. Ushanifahamu? Yaani sisi hatutulise mmoja, na kila sehemu moja tunakaa siku moja. Kwa hiyo ziara tunaanza. Tunashukuru Watanzania wengi wamekuwa na mwitiko, wanatuambia kwamba watatuunga mkono, vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji na vijana wengineo wote, na mama lishe na kadhalika. Wamesema tunawaombea mufanye hili jambo muweze kulimaliza salama, ni jambo lenye nia njema. Kwa hiyo ndugu zanguni, sina budi ya kusema asanteni wa Tanzania kwa upendo ambao mnatuonyesha katika mikoa tunayoipita. Tunashukuru sana kwa upendo mnatuonyesha katika mikoa ambayo tunayoipita. Kuna watu walitarajia kwamba mikutano yetu itakuwa inarushwa live. Sisi hatufanyi siasa za kusema kila mtu aone kile tunachokifanya. Sisi tunahamasishana wenyewe kwa wenyewe kwamba tuhakikishe tunalilinda taifa letu katika misingi ambayo tumelelewa na wazee wetu katika taifa letu. Kwa kuna baadhi ya watu walitarajia kwamba kila tunapoenda tutakwenda na media, na wakatupangia wengine mabaya zaidi. Wakasema ya kwamba eti watahakikisha wanatudhuru. Sasa unapopanga hilo, na Mungu na sisi anatupa maarifa ya kuweza kuyawaza mengine. Ushanifahamu? Tunashukuru ziara tumeanza na mambo ni mazuri. Kwa hiyo mimi ninachosema, licha kwamba watu walikazungumza uwazi,
Tumetumia pesa zetu sisi binafsi ili kuwaaminisha kwamba wale watu kwamba waliokuwa wanafikiria eti kwamba sisi tunachangisha lengo la kujifuatia fedha. Tuna misingi yetu, tuna mitaji yetu, kwa kuwa tulishaahidi hata kama hela hiyo mliopanga waende, kama watabisha waende NMB. Waichukue akaunti, waiulizie akaunti hii imeingiza shilingi ngapi. Waende watapata majibu kwamba hakuna thumni hata ndogo tulioipata kutoka kwa wadau, watu ambao walipanga kutuchangia. Lakini kwa kuwa tumeahidi, kwa kuwa tuna mapenzi makubwa na serikali yetu na tuna mapenzi makubwa na rais wetu, hatutakubali kuona rais wetu vijana wanatumika kuanza kuidhihaki serikali. Tunashukuru zoezi linaenda vizuri. Tukitoka hapa baada ya siku 15 ama mikoa 15, Mungu akipenda, tutakuwa wenye mapumziko kwa sababu tuliahidi, na sisi tunatimiza. Kwa kuwa rais wetu ni mtu wa kuahidi, ametimiza, na sisi pia tuliahidi na sasa hivi tunatimiza. Tunashukuru ushirikiano ambao tunaopata kwa vijana. Sisi hatuangalii chama gani chama gani. Sisi tunachokifanya ni kitu kimoja tu, kwa sababu tunaratibu sisi wenyewe. Tukifika tunaratibu sisi wenyewe, tunazungumza na baadhi ya viongozi ambao wapo, haijalishi huyu Chadema, huyu CCM, huyu nani, wote, kwa sababu sisi tunazungumzia umuhimu wa Tanzania. Kuna makundi watu Yona walikuwa wanatumia makundi ya vijana hawa kuhamasisha vijana kujitokeza mbele kuweza kulivuruga taifa lao. Au ndo maadui tunaowapiga vita. Asije akatokea kijana akakubali kutokea tena mbele kwa ajili ya kulipiga vita taifa lake. Eti kwa ajili ya kuipiga vita, wanataka kuipiga nini vita serikali? Msije mkathubutu. Serikali lazima ijiimarishe kuhakikisha inasimamia amani yako wewe, amani ya baba yako, amani ya mama yako, amani ya mdogo wako. Ndio jukumu la serikali yetu. Na sisi tunaendelea kuipa moyo serikali iendelee kufanya kazi, tunaipa moyo serikali iendelee kufanya kazi. Kikubwa tunawaombea viongozi wetu wa serikali, kuanzia Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan na majeshi yake yote na vyombo vyake vyote kifupi vya ulinzi. Tunaviombea viendelee kusimama kutekeleza majukumu yao. Kuna watu wanatumia upenyo kwamba tukiwajaza chuki wa Tanzania juu ya serikali yao, wataichukia na watafanya maamuzi mabaya zaidi. Na huku leo tutazungumza kuhusu zile pesa walizokula watu. Huku tukua mkoani tutazungumza. Watu wamekula pesa. Kuna kundi fulani dogo mmoja yule anaitwa nani yule? Sio anapatikana kwenye media gani, kajivisha nguo, kajifanya yeye ni waasi. Yote tutakuja kuzungumza. Kwa hiyo hizi clip unazoona watengeneza wao ni waasi, zote mada zetu tutakuja kuzisema huku mkoani. Bado harakati zinaendelea. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde, atuepushe na chuki za watu, na sisi tunawapenda ndugu zetu wa Tanzania. Hata kama mkitutukana sisi tunawapenda. Amani yenu, uhai wenu ni muhimu zaidi kuliko mtumike kama chambo kwa sababu ya kutetea maslahi ya chama fulani. Asanteni kwa kunisikiliza. Yona nikuachie ndugu yangu uweze kutembea humu na wewe. Asanteni sana.